Jambo hili nilizungumza pale nje ya mahakama baada ya mwanasheria mkuu wa chama kusema kwamba Said Issa na wenzake kutokana na zuio la chama la siku 309 wameitia hasara kubwa chama kwenye magari, kwenye mali na kwenye fedha, na akasema ikiwemo fedha za kutoka kwa wafadhili. Kwa mimi nilipokuja kuzungumza nikatoa tu maelezo ya nyongeza, kwa sababu sisi chama chetu tunazungumza mambo kwa uwazi ili umma ujue tunapozungumza fedha za wafadhili tunamaanisha nini. Nikasema kwamba Chadema ilikuwa inatekeleza mradi kwa ajili ya wanawake, mradi wa masuala ya jinsia ulioanza miaka kadhaa nyuma, na tumesaini mkataba kwa ajili ya mradi huo kufundisha wanawake uongozi na kufundisha wanawake masuala ya kijinsia na hata baadhi ya wanaume ambao wanaonekana kama gender champions na masuala mengine ya kutengeneza sera za masuala ya wanawake kwa jinsia na mambo yanayohusiana na hayo. Sasa tulipowekewa zuio la mahakama, kuna fedha ambazo zilikuwa zimeshaingia, na kipindi chote cha zuio, kwa sababu tulikuwa tuna mkataba, kuna fedha zikaendelea kuingia kwenye account. Ilipofika mwezi Disemba, kwa sababu ule mradi ulikuwa unaisha, ulikuwa ni mradi wa miaka mingi, ulikuwa umefika ukomo wake, serikali ya nchi husika kwa mujibu wa mikataba ya ukuzaji wa demokrasia na maendeleo ya wanawake imeweka masharti kwamba muda wa mradi ukifika pesa zinarudi. Kwa hiyo kutokana na masharti ya mkataba ambao sisi tumesaini, tukafanya utaratibu tu wa kurudisha pesa, kwa sababu Chadema si chama kinachovunja sheria, kinachovunja mikataba, kinachokiuka haki, kinachotafuna pesa iwe ni za wananchi au pesa za wadau wetu ambao ni washirika. Kwa hiyo tukarudisha hizo pesa. Kwa hiyo tulisema kama hasara ya kifedha ya moja kwa moja, ukiondoa hasara nyingine ambayo zuio la chama la siku 309 ilisababisha, sio kwa Chadema tu, kwa Chadema, kwa BAWACHA kwa maana ya wanawake wa Tanzania na Zanzibar, na kwa Tanzania, kwa sababu hizo pesa kama mafunzo ya wanawake yangeenda kufanyika huko wilayani, huko majimboni, huko wale wanawake ambao wamefundishwa wangefundisha na wengine, zile gharama za kufundisha kule na wale watu wanaoshiriki mafunzo wangetumia gharama huko mtaani, ingenufaisha wananchi katika maeneo mbalimbali. Kwa ni pesa ambazo ni za washirika wa maendeleo kwa nchi ya Tanzania na ziko kwenye mahesabu ya washirika wa maendeleo ya nchi ya Tanzania, ambazo zimepotezwa kwa sababu ya njama haramu ambazo zilihusisha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na baadhi ya watu ndani ya serikali na hao waliotumika. Kwa hiyo tulisema hivyo kwa uwazi. Sasa hazihusiani kabisa na kinachoitwa maandamano ya mwezi ujao, kwa sababu ni mambo ambayo ni ya kipindi kilichopita, lakini